Bana, kutokea maeneo ya Tazara nipo na mchambuzi wa soka Ali Rwambano. Bwana Ali, mambo vipi? Kama ni aje ndugu yangu. Fresh, mambo yanaenda? Fresh, tunamshukuru Mungu. Bwana, jana performance ya Simba ilionekana kuwa bora sana chini ya mwalimu Suleiman Matola. Limepigwa pila Matola. Simba umeionaje? Ya binafsi nadhani kuna kitu ambacho mwalimu Suleiman Matola amekifanya kwenye eneo la uwanja wa mazoezi, kwa maana kwamba ulikuwa unaiona flow ya timu. Simba waliitwa Runyasi sio kwa bahati mbaya, waliitwa Runyasi kwa sababu ya namna ambavyo huwa wanacheza, kwa maana kwamba unaiona build up kuanzia eneo la chini, unaona timu ikifanya progression eneo la midfield, then wanakwenda kwenye eneo la ushambuliaji. Ndicho kitu ambacho kilikuwa kinafanyika jana, na mara zote ulikuwa unaiona timu iko na kasi kwenye eneo la kwenda kushambulia, lakini pia ulikuwa unaona eneo la kasi, unaiona timu iko na kasi wakati timu inakuja kuzuia. Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinahitajika kwenye timu ni vitu vikubwa viwili, hususan pindi timu inapofanya transition, kwa maana kwamba positive transition wakati timu inakwenda kushambulia, lakini pia timu inapofanya negative transition pindi timu inapotoka kwenye eneo la kushambulia kwenda kwenye eneo la kuzuia. Ulikuwa unaviona hivi vitu vikifanyika kwa ubora mkubwa sana, na moja kati ya watu ambao walikuwa wanalia sana ni mashabiki wa Simba, namna ambavyo timu iliperform kwenye michezo miwili dhidi ya Gaborone. Timu ilikuwa inaonekana haijaperform kwenye kile kiwango ambacho mashabiki wamezoea kuiona timu yao, kwa maana kwamba pila Runyasi lilikuwa lionekana. Ulikuwa unaona kwa maana kwamba Simba wanafanya vitu vingi sana ambavyo havikuwa positive, kwa maana walikuwa wanakwenda kuwaisha mashambulizi, pasi nyingi zilikuwa zinapotea kwenye kuzuia, timu ilikuwa haiko sharp kwenye eneo la kuzuia, walikuwa wanatengeneza loophole nyingi sana kwa wapinzani kuweza kuwafikia kwa haraka, kitu ambacho kilikuwa kinaleta hofu kubwa sana chini ya mwalimu Hemed Suleiman Morocco, hata kwenye game ya kwanza ambao Fadu Davids alikuwepo. Kwa jana chini ya Suleiman Matola tumeanza kuiona Simba ambayo watu wengi walikuwa wana matarajio nayo wakati wa msimu unakwenda kuanza. Wakati msimu unakwenda kuanza, mara baada ya sajili kufanyika, baadhi ya watu walikuwa na imani kubwa sana na Simba ambayo inakwenda kucheza msimu huu chini ya mwalimu Fadu Davids, ambaye usajili alikwenda kushiriki kwa asilimia kubwa yeye. Kwa hiyo watu walikuwa naamini kwamba hii ni miongoni mwa Simba bora sana ambazo atakwenda kuzishuhudia, lakini kwenye michezo mitatu ya kwanza timu haikuwa na performance bora. Tunazungumza hapa kwenye games dhidi ya Young Africans kwenye ngao ya jamii, timu haikuwa na performance bora. Tukaishuhudia pia Simba wakicheza michuano ya CAF Champions League kwenye michezo yao miwili, timu haikuwa na performance bora. Lakini jana tumeanza kuona ubora wa timu kwa ujumla, namna ambavyo timu ilikuwa inacheza, lakini pia tumeona ubora wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo walikuwa wanacheza. Na moja kati ya sifa bora ya mwalimu tunachozungumza, sifa kubwa na bora ya mwalimu ni namna ambavyo timu inapata matokeo, jambo la kwanza, lakini pia namna ambavyo timu inacheza, kwa maana kwamba display ya timu. Hiki ni kitu kingine ambacho tunaweza kwenda kuuona ubora wa mwalimu, kwa maana kwamba timu inapata matokeo, lakini pia timu inacheza vizuri. Lakini jambo jingine bora na muhimu ni kuweza kuimprove kipaji cha mchezaji mmoja mmoja. Jana wakati naangalia mechi, nimeanza kuona baadhi ya wachezaji wakiwa kwenye peak bora sana. Nazungumza hapa watu kama Joshua Mutare Budo, wengi ambao walimkatia tamaa, lakini jana nimeona performance yake ilikuwa bora sana first half, namna ambavyo alikuwa anaichezesha timu, namna ambavyo alikuwa anacheza one touch soka, kwa maana kwamba wanapasiana wanaondoka, alikuwa anafanya vitu vingi sana ambavyo ni positive. Na naamini kwa Suleiman Matola ni kama analifahamu eneo ambalo linaweza kupata ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Ali, kwa namna ambavyo unamzungumzia Suleiman Matola, unaamini sasa ndi muda wake wa yeye kukabidhiwa timu? Kwa mahitaji na malengo ya klabu ya Simba, hapana, kwa maana kwamba Simba hajachukua ubingwa wa ndani kwa takriban misimu minne, hajashinda taji lolote kubwa la ndani. Malengo yanaweza kama malengo ya Simba ni makubwa. Ukiangalia kwenye michuano ya kimataifa, Simba Sports Club kufika robo finali kwao sio mafanikio, wanahitaji kuweza kufika kwenye hatua ya CAF Champions League, hatua ya semi final. Ukiangalia kwenye hayo malengo, ukimwangalia Suleiman Matola, unaweza kuona kwamba ni mwalimu ambaye hatoshi kulingana na malengo ambayo wako nayo Simba. Lakini ukiangalia watu ambao walikuwa wanatajwa kuweza kuja kujiunga na kikosi cha Simba, mtu kama Ahmad Ally alikuwa anahusishwa kuja kujiunga na kikosi cha Simba. Ukimchukua Ahmad Ally na ukimchukua Suleiman Matola, kwangu mimi Suleiman Matola ni bora kuliko Ahmad Ally, kwa kuwa Suleiman Matola ni proven coach kwenye timu za kawaida. Aishakuwa head coach pale Lipuli, tuliona Lipuli ambavyo namna ambavyo ilikuwa inacheza ilikuwa na performance bora sana, namna ambavyo timu ilikuwa inacheza. Lakini pia kitu kingine ambacho Lipuli walikuwa nacho
namna ambavyo ilikuwa ni timu ambayo imejengeka kiushindani. Kama unakumbuka kwenye msimu wa 2017-18 walimfunga Yanga back to back mara 2, na kwenye historia yangu, kwenye kumbukumbu zangu, sikumbuki kama kuna timu ambayo kutoka mkoani ambayo ishamfunga Yanga back to back kwenye msimu mmoja ikamfunga mara 2 zaidi ya Lipuli chini ya Selemani Matola, ambayo iliweza kufanya hivyo. Ilimfunga kwenye ligi, ikamfunga pia kwenye nusu finali ya FA, na Lipuli wakaenda kucheza finali ya FA chini ya Selemani Matola, ambayo walikwenda kupoteza bao 1-0 dhidi ya Azam. Lakini ule msimu Selemani Matola alimaliza katika nafasi ya 4. Akatoka pale akaenda Polisi Tanzania, alikuwa na performance bora pia hata huko Polisi Tanzania, namna ambavyo timu ilikuwa inacheza, namna timu ambavyo ilikuwa inaonyesha ushindani. Kwa hiyo ukichukua ukiangalia profile ya Selemani Matola, ukienda ukachukua ukiangalia profile ya Ahmad Ally, kwangu mimi binafsi, kama Simba walikuwa wako tayari kumpa nafasi Ahmad Ally, basi hiyo nafasi wanatakiwa kumpa Selemani Matola. Lakini ukiangalia in general, kwa maana kwamba malengo ya klabu ya Simba, namna ambavyo wana Simba wamekuwa na kiu, wanahitaji mwalimu zaidi ya Selemani Matola. Kumbuka wanahitaji kurejesha mataji 4 ambayo wameyapoteza ndani ya misimu 4, lakini pia wanahitaji kurejesha heshima yao kwenye michuano ya kimataifa. Hapa ndipo ambapo naona Selemani Matola anaweza asiwe ana fit kutokana na pressure kubwa ambayo iko nyuma ya mashabiki wa klabu ya Simba, ambao msimu huu wanaamini kwamba ndio msimu wao kuweza kurejesha heshima yao. Kwa hiyo pressure naamini kwa Selemani Matola inaweza kawa kubwa sana. Kumbuka hiki ambacho wanapitia mashabiki wa Simba, Young Africans washapitia miaka minne nyuma, kwa maana kwamba walikuwa hawajashinda mataji makubwa. Walipokuwa wanahitaji kuweza kushinda mataji makubwa, waliachana na walimu wazao. Walimleta Nasreddine Nabi ambaye alikuja kutengeneza msingi wa timu. Mpaka leo hii unaona Young Africans wanatawala soka kutokana na ubora na msingi ambao alitengeneza Nasreddine Nabi. Sasa Selemani Matola ni bora sana kwenye kumaintain ubora, sio bora kwenye kutengeneza msingi. Kwa hiyo kwa Simba wanahitaji mwalimu ambaye ana uwezo wa kutengeneza msingi imara wa timu kuweza kuflow, alafu then mara baada ya hapo unaweza kwenda kumchukua mwalimu ambaye ana uwezo wa kuulinda ule ubora. Selemani Matola ni miongoni mwa walimu ambaye ana uwezo wa kulinda ubora wa wachezaji, lakini kwenye eneo la ujenzi wa timu inahitaji mwalimu ambaye hawezi kuangalia mtu usoni, kwa maana kwamba kile ambacho atakuwa anakitaka yeye ukifanye kwenye uwanja wa mazoezi, kama hutakifanya atakuweka bench. Kama unakumbuka Yanga ya Nasreddine Nabi, kuna kipindi Juma Shabani alikuwa anakaa ubao na anakwenda kuanza Kibwana Shomari kwenye eneo la fullback. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye alikuwa angalia profile ya mchezaji, alikuwa anaangalia ni nani ambaye anaperform vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, then anakwenda kumpa nafasi. Kwa Selemani Matola, kwa Selemani Matola anapoa timu kwenye game ya CAF Champions League, Elia Mpanzu haja train vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, ni vipi ambavyo anaweza kumweka bench Elia Mpanzu akampa hiyo nafasi Morris Abraham au Radak Chasambe ambaye ametrain vizuri kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo issue ya coaching wa club kubwa kama Simba hauhitaji tu kuwa bora kwenye eneo la coaching, unahitaji pia kuwa bora kwenye eneo la uongozi, kwa maana kwamba uwe kiongozi ambaye hauyumbishwi na maneno ya watu. Na moja kati ya watu ambao walikuwa bora sana kwenye hilo eneo ni Nasreddine Nabi. Wakati yuko Young Africans aliweza kuonyesha msimamo wake na kuamini, kwa maana kwamba yule ambaye atakuwa na train vizuri kwenye uwanja wa mazoezi ndiye ambaye alikuwa anastahili kuweza kupata nafasi. Kwa hiyo kwangu mimi Selemani Matola binafsi, kwa malengo na kiwi ya mashabiki wa Simba, sioni kama Selemani Matola ni mtu sahihi wa kuweza kuiongoza Simba kwenye kipindi hiki.